Bwana Yesu asifiwe. Tena watazamaji wa Sibuka Television, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Karibuni tena katika kipindi cha misingi ya imani ambacho kwa neema ya Mungu ametupa kuweza kukitazama na kusikia yale ambayo Roho wa Bwana anataka kutuambia. Ni mimi mtumishi wa Mungu naitwa mchungaji Chubwa Vitusi, mchungaji wa kanisa la AGT Sinza. Basi ni vema tunapokuwa tumejiweka tayari kwenda kusikia neno la Mungu, tupate kuuliza uwepo wa Roho Mtakatifu na neema yake ili aweze kutusaidia. Watazamaji wangu, naomba ukiweza ufumbe macho yako, basi tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, niko tena mbele za watu wako wa thamani ambao Mungu wameutenga muda wao kwa ajili ya kusikiliza na kuangalia kipindi hiki. Bwana ni Mungu mwema, mfalme, tusaidie Kristo Bwana na Roho Mtakatifu ambaye wewe una mafunuo na ni mwalimu mwema, ukatusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Wapendwa wangu watazamaji, leo ni siku nyingine iliyo njema ambayo Mungu ameifanya. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni baba yetu, sisi ni watoto wake wa kike na wa kiume. Yeye anapenda apate kutupa maarifa. Anasema ninakufundisha kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Mungu anapokufundisha kwa njia yoyote ile, kwa mfano pia sasa anakufundisha na mimi ananifundisha. Maana neno la Mungu ni zaidi ya upanga wa wote ukatao kuwili. Napokueleza neno la Mungu na mimi linanifaa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye anatufundisha ili tupate faida. Leo amenipa tena somo, kichwa chake ni safari ya kwenda mbinguni ni kama safari ya kuvuka ziwa Genesareti. Safari ya kwenda mbinguni ni sawasawa na safari au imefanana na safari ya kuvuka ziwa Genesareti. Naomba tusome maandiko yanayopatikana katika Injili ya Mathayo sura ile ya 14. Maandiko tunayoenda kuyasoma, mpendwa wangu mtazamaji, ni maandiko yanayopatikana katika Injili ya Mathayo sura ya 14. Nianze na mstari wa 22, au kama kuna mtu ananukuu au kuandika, basi ni Mathayo sura ya 14 mstari wa 22 mpaka wa 33. Nami naenda kusoma. Anasema, mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faraghani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuweko huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akaenda kwa miguu juu ya bahari. Mstari wa 26. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Mstari wa 30, mpendwa wangu mtazamaji, anasema, lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe.
Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Tuongeze tena maandiko yanayofanana na hayo katika Luka sura ya 8 mstari wa 22 na 25. Luka 8:22 ni maandiko yanayofanana na hayo. Mpendo wangu mtazamaji, hebu tena tuyasome. Anasema, ikawa siku zile mmojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari. Wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru pepo na maji navyo vyamtii? Ni Luka 8:22 mpaka 25. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendo wangu mtazamaji, nimesema Mungu amenijalia neema na Roho wa Bwana amenipaka mafuta kukuletea somo hili, somo zuri, somo litakalo kujenga, somo litakalo kuimarisha. Kwa sababu gani? Wewe na mimi ni wasafiri. Biblia maandiko mengine yanasema duniani hapa sisi ni wapitaji, sio kwetu. Pendo unayeniangalia, mama, baba, kijana wa kike na wa kiume, mzee mwenzangu, sikiliza nikueleze kile Bwana anazungumza. Anasema katika Biblia maandiko matakatifu, duniani ni wapitaji. Usije ukajisahau. Mahali pengine anasema yafikirini yaliyo juu, msiyafikiri sana wala kukumbatia yaliyo duniani, maana sisi ni wapitaji. Sisi tunasafiri. Kama vile wana wa Israeli wamekaa kule Misri miaka yapata 430, lakini kulikuwa sio kwao. Bwana akamwambia Musa, hao watu wamekaa utumwani, hebu wapeleke Kanaani, ile nchi ambayo imejaa maziwa na asali. Kwa mpendo wangu mtazamaji, Mungu wetu kuna mahala ametuandalia. Kuna mahala ameandaa. Anasema katika Yohana sura 14 mstari wa 3, anasema, basi mimi ninaondoka ninakwenda kuandalia makao, ili mahali mimi nilipo na ninyi mpate kuwepo. Hilo ni tumaini la baraka, kwamba Kristo wetu Yesu Kristo atarudi kuchukua kanisa. Kanisa ni wewe, kanisa ni mimi. Jitakase, tembea katika hali ya kumcha Mungu, kicho utakatifu. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari 15-16 anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi enendeni katika hali hiyo hiyo, muishi maisha matakatifu. Mbingu watakaoingia, mpendwa wangu mtazamaji, ni watakatifu, ni watu waliooshwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Leo hii unaweza ukajidanganya na shetani amewajanjia wengine. Wanaweza kuwa ni waimbaji, wanaweza kuwa ni waombaji, wanaweza kutumika ndani ya makanisa yao. Na ni kweli, ukienda Jumapili utakuta makanisa yamejaa, wanatumika, ni vema. Lakini unapotumika ujue wewe ni msafiri. Wakati usio ujua, Bwana wetu anaweza kushuka kunyakua kanisa. Je, utakuwa mmoja wao? Au hata kama sio tukio hilo, lakini tunapita, sisi sio watu wa kudumu, unaweza ukatwaliwa. Ni safari. Kwa hiyo safari hiyo ya kwenda mbinguni imefanana au nimeifananisha na safari ya kuvuka ziwa Genesareti. Pendo wangu mtazamaji, maandiko ambayo tumeyasoma katika Mathayo sura 14 mstari ule wa 22 mpaka 33 na Luka 8:22 mpaka 25, isikiliza, ni wanafunzi wa Yesu walikuwa wanavuka ziwa Genesareti, wanakwenda ng'ambo.
Katika Luka 8:22-25 maandiko hayo Yesu akasema, na tuvuke twende ng'ambo. Ni safari, wako upande huu wa ziwa, lakini wanavuka wanakwenda ng'ambo, ziwa Genezareti. Hilo ziwa Genezareti ni ziwa, mahali pengine limeitwa bahari ya Tiberia, bahari ya Galilaya. Ni hilo Genezareti. Urefu wake ni kilomita 21 na upana wake ni kilomita 13. Lakini linaitwa bahari ya Tiberia kwa sababu gani? Lipo karibu sana na mji wa Tiberia uliojengwa na Herode Antipa. Herode Antipa aliujenga mji wa Tiberia, akaupa jina huo mji uitwe Tiberia kwa sababu ya heshima ya Kaisari. Wakati wa Rumi kulikuwa na Kaisari anaitwa Tiberio. Tukisoma katika Yohana 21 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea pale tunaona. Kwa hiyo ziwa Genezareti, niweke utangulizo mpendo wangu mtazamaji, ujue ndilo hilo ziwa Tiberia. Unaposoma katika Biblia ukakuta ziwa Tiberia, ndilo hilo ziwa la Genezareti. Lakini pia kama nilivyosema linaitwa bahari ya Galilaya. Sasa ukisoma Yohana 6 mstari wa 1 na kuendelea unaona kwamba linaitwa bahari ya Galilaya. Sasa linaitwa bahari ya Galilaya kwa sababu liko kati ya mji wa Galilaya, ndio linaitwa bahari ya Galilaya. Lakini ni ziwa lile ndilo ziwa Genezareti. Mahali pengine inaitwa bahari ya Tiberia au ziwa Tiberia au bahari ya Galilaya. Lakini mpendo wangu mtazamaji, zamani hilo ziwa hilo lilikuwa likijulikana kama Kinerethi, bahari ya Kinerethi. Tunaona katika maandiko matakatifu Hesabu 34:1, 11, muda au nitoshi tungesoma. Lakini wewe mpendo wangu mtazamaji, kama unanukuu unaandika mahala, basi utafuatilia katika kitabu cha Hesabu 34 mstari wa 11, utaliona hilo ziwa au bahari ya Galilaya ikiitwa Kinerethi. Au pia katika Yoshua 13:27 ndivyo lilivyojulikana katika Agano la Kale. Baadaye limekuja kujulikana kwa majina haya na kwa sababu ambazo nimekwambia, kwamba ni bahari ya Galilaya kwa sababu ipo kati ya mji wa Galilaya, lakini pia inaitwa ziwa Tiberia au bahari ya Tiberia kwa sababu ya kwamba iko karibu na mji wa Tiberia uliojengwa na Herode Antipa, akaupa mji huo heshima ya jina la Kaisari aliyekuwa anaitwa Tiberio. Yeye alikuwa ni mmoja wa makaisari katika dola ya Kirumi. Sasa Kinerethi lilitokana ni sababu ya umbo lake. Umbo lake imefanana na ala au chombo cha muziki kinachoitwa kinubi. Kwa Kiebrania kinaitwa kiner. Kwa hiyo wao wakasema Kinerethi. Ndilo hilo. Nisikilize mpendo wangu mtazamaji. Sasa Yesu Kristo alikuwa amemaliza kufanya muujiza wa kuwalisha watu 5,000 na kulikuwa kunaelekea sasa magharibi, kwa maana ya jioni. Kulikuwa kunaelekea ni jioni, watu 5,000 wamemaliza kula. Akawaambia, Biblia imesema, ndipo tulipoanzia maandiko yale, akawaambia sasa, pandeni chomboni nitangulieni kwenda ng'ambo. Yale maandiko yaliyo katika Mathayo 14:22 mpaka 33. Lakini yale yaliyo katika Luka 22 mpaka 25 yanasema alikuwa nao katika chombo, akasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Somo langu mpendwa wangu mtazamaji, inawezekana umefungua televisheni yako unakuta ninaendelea. Mimi ni mtumishi wa Mungu, naitwa mchungaji Chubwa Vitusi, ni mchungaji wa kanisa la AGT Sinza, Dar es Salaam. Ninakuletea somo ambalo kichwa chake nimekipatia kwamba safari ya kiroho au safari ya kwenda mbinguni imefanana na safari ya kuvuka ziwa Genezareti, ambalo nimesema ndilo hilo ziwa Tiberia au bahari ya Tiberia au bahari ya Galilaya au Kinerethi. Ndio hiyo. Kwa hiyo wanavuka. Ni ziwa sio kubwa sana au ni bahari sio kubwa sana. Nimesema urefu wake ni kilomita kama 21 na upana wake ni kilomita kama 13. Lakini bado ni maji mengi, bado ni parefu. Kwa hiyo baada ya kumaliza kuwalisha watu 5,000, Biblia inasema akabaki pamoja nao hao makutano. Yeye akawaambia wanafunzi,
pandeni chombo mkanitangulie kwenda ng'ambo. Na Biblia inasema alipokuwa amemalizana na hao wanafunzi, makutano, alipanda kaenda mlimani kama ilivyokuwa desturi ya Yesu, maombi, akapanda mlimani. Hatujaelewa vizuri ulikuwa ni mlima gani, lakini ilo ziwa au bahari hiyo iko karibu na milima ya Golani. Sasa inawezekana Yesu alipanda kwenye milima ya Golani, hatuwezi kujua. Huu sio mlima kama ninavyozungumza milima mingine ambayo tumeizoea. Haijatamkwa vizuri. Hata hivyo, wanafunzi wake sasa wamechukua hatua kama alivyowaambia, wakaondoka. Na yeye baada ya kuwa amekaa pamoja na wale makutano, wamewalisha 5,000 wale mikate mkula, amepanda juu ya mlima anaomba. Kumbuka ilikuwa ni jioni. Kwa hiyo wanafunzi wanasafiri katika chombo kile, mashua au ni boti au ni kitu gani au ni meli ndogo, wanasafiri katika chombo hicho. Na Yesu, mara Biblia inazungumza kwamba ilipofika zamu ya 4, nisikilize mpendo wangu mtazamaji, nisikilize, zamu ya 4, Wayahudi, desturi ya Wayahudi walikuwa wamegawa usiku katika zamu 4. Usiku, sio mchana, hapana. Usiku waliugawa katika zamu 4. Saa 12 mpaka saa 3 ilikuwa ni zamu ya kwanza, wanaita wao. Saa 3 mpaka saa 6 ilikuwa ni zamu ya pili. Saa 6 mpaka saa 9 ilikuwa ni zamu ya 3. Na saa 9 mpaka saa 12 ilikuwa ni zamu ya 4. Kwa hiyo kunaelekea alfajiri hapa, 9 mpaka saa 12. Kwa hiyo wakati wa zamu ya 4, lakini sikilize pendo wangu mtazamaji, inasema sasa kile chombo kilikuwa kimefika katikati ya safari. Na Biblia inasema kwamba kikawa kinapigwa na mawimbi, upepo mkali, msukosuko, upepo wa mbisho. Inawezekana mpendo wangu mtazamaji unayeniangalia, na wewe katika safari hii umepitiwa na msukosuko. Hiyo ndiyo safari. Nataka nikutie moyo, nikujenge, nikwambie safari ya kwenda mbinguni inafanana na safari ya kuvuka ziwa. Msukosuko ni kitu cha kawaida kwa mtu yeyote anayesafiri aende mbinguni. Upepo wa mbisho, inawezekana upepo wako wa mbisho ni ndoa ambayo haiko vizuri. Ulipooa, ulipoolewa, ulitamani ndoa iwe safi. Wengine wanasema ni paradiso iliyo ndogo duniani, lakini kwako kimekuwa ni tofauti. Inawezekana Mungu alipokujalia kuzaa watoto, badala ya kuwafurahia wanakuliza, unalia. Wengine wamekuwa ni machokora, wengine wamekuwa wavuta bangi, wengine wamekuwa ni wa ajabu. Wamekutia aibu hata katika mji unaoishi au kijiji unachokiishi. Nataka nikupe moyo, nikutie moyo ya kwamba hiyo ndio safari. Ni safari ya msukosuko, sio safari ya rele mama. Ni safari ya kujifunga mkanda. Safari zenye msukosuko tunajifunga mikanda. Nisikilize, kama umewahi kusafiri katika ndege, watakwambia funga mkanda. Hata katika mabasi, funga mkanda. Funga mkanda wa imani, mpendo wangu mtazamaji, unayenitazama na unayeniangalia, unayesikiliza ninachofundisha hapa, kwamba safari ya kwenda mbinguni inafanana na safari ya kuvuka ziwa Genezareti. Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi, vukeni, tangulieni, tutakutana kule, nitakuja. Lakini yeye amebaki mlimani anawaomba. Inawezekana alikuwa anajua msukosuko utakaowapata. Inawezekana alikuwa ni mojawapo anaowaombea. Sikia nikutie moyo mpendo wangu mtazamaji, Bwana wetu Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, anatuombea. Na Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, naye Biblia inasema anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, anakuombea. Unapopita katika shida na tabu na dhiki, songa mbele, ni safari, usirudi nyuma. Kumbuka wana wa Israeli, Mungu alikuwa amesema ninawapeleka Kanaani. Ndio nchi yenu, ndio nchi nzuri iliyojaa maziwa, asali, ni nzuri. Lakini safari ni ya msukosuko. Walipokosa chakula, wakakumbuka kule Misri walikuwa wanakula vyakula, nyama, vitu vizuri. Pamoja katika hali ya utumwa, wakamwambia Musa, hebu turudishe, sisi hatutamani kuendelea na safari. Usiwe namna hiyo. Na wengi walifia jangwani. Kwa hiyo Yesu Kristo, Biblia inazungumza kwamba
Walipokuwa katika ile safari na kile chombo kiko katika msukosuko, kinasukwa, ndipo Yesu akaingia. Haleluya. Nataka nikutie moyo mpendo wangu ya kwamba wakati wa jaribu lako Yesu yuko hapo hapo. Yesu anaangalia, Yesu anakutazama, hajakuacha. Mahali pengine Biblia nimezungumza, je, mwanamke anaweza kumsahau mwanae ambaye ananyonya? Na Mungu anajibu mwenyewe, anasema naam, lakini mimi Mungu siwezi kumsahau mcha Mungu wangu. Mungu hatakusahau. Ujapopita katika shida, taabu, dhiki, msukosuko. Napoongea kuna mtu yuko katika msukosuko hata sasa. Napoongea kuna mtu upepo wa mbisho kama vile katika bahari ya Galilaya, Genezareti, ile ziwa walivyopigwa wanafunzi wale. Na wewe tulia, Bwana atatokea. Bwana atatokea. Hata sasa Bwana kutokee. Bwana kutokea hata sasa. Ni yeye, hakuachi. Anasema sitawaacha hata ukamilifu wa dahari. Sitawaacha hata ukamilifu wa dahari. Bwana hakuachi. Japo kwa anakuangalia, anaacha kwa muda. Aone je unavumilia, aone je unamtumaini, aone je unaamini. Ndiyo tu kitambo ambacho ameacha sababu ya hilo jaribu kudumu kwako kwa muda kitambo. Anasema hata atafanya mlango wa kutokea. Tena nisikilize mtazamaji wangu, anasema hilo jaribu lililokupata wewe ni jaribu lilo kawaida la wanadamu wengine wote. Usiseme ni wewe. Unajua unapokuwa katika jaribu unafikiri ni wewe. Unaona watu wananionaje, watu wananitazamaje, watu wananifikiriaje. Jambo hili ambalo limenipata, jaribu hili lililonipata la ndoa yangu, nimeachwa na mke wangu, nimeachwa na mume wangu, jaribu hili lililonipata, watu wananionaje? Sikiliza mtu wa Mungu. Biblia inasema jaribu hilo ni jaribu la watu wengi, sio la kwako wewe peke yako. Lakini Bwana wetu na ashukuriwe, anasema pamoja na jaribu hilo atafanya mlango wa kutokea. Haleluya. Uko mlango wa kutokea katika jaribu lako. Wewe unayenisikiliza, unayenitazama hata sasa, katika hilo jaribu lilo nalo, Mungu amekuandalia mlango. Na Mungu akifungua mlango, hakuna anayeweza kufunga. Shetani anaweza kujitahidi sana, anaweza kafanya mbinu anazoweza, lakini nataka nikuhakikishie, mtu wa Mungu, ndivyo Biblia inavyozungumza. Bwana hakuna lisilowezekana kwake. Luka 1:37. Hakuna jambo lisilowezekana kwake. Anamwambia Yeremia, niite nitaitika. Niite nitaitika. Wewe endelea kumuita. Wewe endelea kudumu. Wewe endelea kuwa mwaminifu nyumbani mwa Bwana. Usiache. Mahali pengine katika masomo yangu kule nyuma nilisema usimgomee Mungu, usimsusie Mungu. Wewe endelea. Tunajifunza kwa yule Hana mkewe Elikana, yule mama aliyemzaa Samueli. Alikuwa tasa, Biblia inazungumza. Nawezekana mke mwenza Penina alimsimanga masimango kama ilivyokuwa kwa watu ambao Mungu hakuwajalia watoto wanaoitwa tasa. Watu hao wanasema muone yule hazai. Maneno kama hayo na wewe yanaweza kukuvunja moyo. Yako maneno hata sasa yamekuvunja moyo. Ndiyo safari. Siku ya kwanza ninasafiri kwenda mbali na ndege, maneno ya kwanza tu ya rubani yalinivunja moyo. Sikiliza nikupe ushuhuda mdogo namna hii. Tunapanda ndege, tunaondoka. Baadaye sasa kupitia wale wasaidizi wa rubani wanatangaza, wanasema tufunge mkanda. Ndio ukafunga mkanda. Naona Baraka sema tutaondoka hapa, hiyo ndege itakuwa inakwenda usawa wa futi 45,000 juu ya usawa wa bahari. Mimi nikafikiria futi 45,000 ni nyingi. Mimi mwenyewe hofu ilianza wakati wa safari tu. Nikasema kama hiyo ndege kianguka tutoke futi 45,000 kule juu, mimi chubwa itakuwa kwaje? Je, maiti yangu itatambulikana kweli? Je, nitaagwa na wapendwa wangu? Au watasema hapana, tuage tu picha? Unaona, hofu inaanza kunijia wakati naanza safari. Kuna watu wanayo hofu, hawaendelee, hawadumu vizuri kwa sababu ya mambo wanayokutana nayo na maneno wanayokutana nayo. Maneno yanaweza kukuvunja moyo, maneno katika safari. Wewe usikate tamaa.
Penina amini Hana hakukata tamaa na maneno aliyosimangwa na mwanamke mwenza na majirani. Alidumu, alienda Shilo mwaka kwa mwaka, alitoa sadaka zake, alikuwa bado ni mwombaji, alimtumaini Mungu bado, alizidi kuamini ya kwamba Mungu anaweza. Katika jaribu nililo nalo, katika tabu nilio nayo, lazima atanionekania. Haleluya! Na Mungu akamuonekania kweli, akamzaa Samueli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naona. Haleluya. Kwa hiyo katika ile safari tulikuwa tunakwenda, ndipo anaendelea kutangaza. Na mliosafiri katika ndege mnaona anasema kuna milango 6 katika ndege hii ya kutokea kama kumetokea ajali. Nikasema kumbe uwezekano wa ajali upo na ni mkubwa tu, mpaka wanatangaza. Nikaendelea tu kuangalia, akasema kama ikitokea chini ya kiti chako sijui kuna jaketi utavaa, utafanya hivi, utafanya nini, vaa mkanda. Tukaenda hivyo, vaa mkanda, hii inatikisika. Ndivyo ilivyo safari. Hata safari ya kuvuka ziwa la Genezareti, wale wanafunzi wameendelea kuvuka. Bibi nasema alipofika katikati ya bahari, kile chombo kikasukwa, upepo wa mbisho ukaja. Sikiza nikwambie, wakaingiwa na hofu sasa, wakaingiwa na mashaka sana. Imani yao ikapotea, tumaini lao likapotea. Unaona, lakini ashukuriwe Bwana Mungu wetu wa majeshi. Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, naye akajitokeza wakati wa zamu ya 4, anatembea juu ya bahari. Haleluya. Anatembea Yesu juu ya bahari, anatembea juu ya bahari. Yesu anaweza kutembea juu ya yale yanayokutesa wewe. Bahari ilikuwa inawatesa, bahari ina mvumo, ina upepo wa mbisho, lakini Yesu akatembea juu ya bahari ile, Sikiliza nikwambie, katika hali ile ya bado giza, maana ni kati ya saa 9 mpaka saa 12 zamu ya 4, hawa wanaona, Biblia inasema wakaona kama kivuli, wakaogopa. Biblia ya Kiingereza imezungumza ghost au spirit. Kwa hiyo ni kama kusema, ni kama wanaona kama pepo fulani hivi. Kwa hiyo walipoogopa, na Biblia inasema pia walipoona mashaka, yeye ndipo alipowaambia msiogope ni mimi. Msiogope ni mimi. Sikiliza nikwambie mpendwa wangu mtazamaji. Biblia inasema kwamba Petro akasema, kama ni wewe Yesu, niamuru na mimi nitembee juu ya bahari kama unavyotembea na wewe. Akasema njoo. Petro akatoka chomboni akatembea. Akatembea tu kwanza, akatembea, baadaye akaanza kuzama. Akazama. Naona. Hali kama hiyo imekupata. Hali kama hiyo. Akamwambia, mbona umeona mashaka? Imani yako iko wapi? Unaona? Neno la Mungu. Tunatakiwa tutembee katika neno la Mungu. Kile Bwana amesema tukiamini 100% ni neno la Mungu, halidondoki, hasemi uongo, si mwanadamu ajute. Kile alichosema, akisema nitakuokoa, nitakuokoa. Akisema nitakuponya, nitakuponya. Akisema nitakupa mme, nitakupa mme. Akisema chochote, yeye ndivyo alivyosema. Sasa mimi ni Mungu nikuponyaye, ndivyo anavyosema. Yuko wapi mtu ambaye yuko katika safari ya kuelekea mbinguni leo, anayeweza kukiri hilo neno kwamba Mungu wangu amesema, ingawa ninaumwa sifi? Katika Biblia mtumishi wa Mungu anasema, sitakufa nitaishi, sifi. Kifo kilipokuwa kimemkodolea macho, kimemkabili, akasema sifi, sitakufa. Kwa sababu gani? Bado sijakamilisha kazi. Hata Biblia inasema kwamba Daudi hakufa mpaka alipomaliza. Kusudi la Bwana limeisha, ndipo anakufa. Hata wewe ufi. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tembea katika neno la Mungu, kiri hilo neno la Mungu, wala usione mashaka, wala usione na wasiwasi. Tembea katika hilo. Oh, haleluya. Kwa hiyo Petro akaona shaka, na alipoona shaka akazama. Ukiwa na mashaka juu ya neno la Mungu, lazima tabu itakupata. Utazama katika dimbwi la hofu, katika dimbwi la kukata tamaa, lazima utakuwa. Ndio maana pengine umeacha ibada kwa sababu ya msukosuko, kwa sababu ya kupigwa na upepo wa mbisho, kama vile wanafunzi hao walivyokuwa katika bahari, hayo yakawakuta.
unaona kama huoni tumaini, lakini nimekuambia wakati wa taabu yako Yesu yuko hapo hapo. Nimekuambia wakati wa shida yako Yesu yuko jirani sana. Yesu yuko jirani. Wapendwa wangu watazamaji, Yesu hayuko mbali. Mungu wako hayuko mbali. Sikiliza, Biblia inasema kwamba ametuchora katika vitanga vya mikono yake. Wewe unayenitazama, amekuchora. Mimi mchungaji Chubwa, amenichora katika vitanga vya mikono yake. Kwa hiyo muda wote ule akifanya namna hii ananiangalia. Muda wote Mungu akifanya namna hii anakuona na kutizama. Kwa sababu hata wewe ni kutwa nzima huachi kuangalia mikono yako, vitanga vya mikono yako. Unapokula unanao unaangalia, unaona. Unashughulika, unaposhughulika unafua nguo, vitanga vya mikono yako viko mbele ya uso wako. Vitanga vya mikono ya Mungu viko mbele ya uso wake. Anakutazama, anakuangalia, anakuona. Mwanangu saizi anaumwa, mwanangu saizi anahitaji karo ya watoto, mwanangu saizi anataka ajenge nyumba, mwanangu saizi anataka afanye hivi na vile na nini, na yeye atakupatia. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Kwa hiyo usiache wala usipige kelele. Hawa wakapiga kelele. Katika Luka 8:22 mpaka 25, kile kisa Yesu alikuwa ni scenario nyingine, ni hatua nyingine tena. Alikuwa ametembea pamoja nao katika ziwa lile lile. Sasa yuko pamoja nao. Biblia inasema kwamba kaondoka kaenda huko wakalala. Mwana wa Mungu sifikira nalala. Alali. Hata kama alikuwa mwanadamu 100% amelala, lakini bado uungu wake hauondoki, anaweza kujua chochote. Ikiwa wewe mwanadamu ni mwanadamu kilala, bado unaweza kaota ndoto, ukaingia katika ulimwengu mwingine ukaota ndoto. Yeye bado ni mwana wa Mungu, na ni Mungu anaweza kujua kwamba pana shida hapa kwa huyu mtu wangu, pana taabu hapa kwa huyu mtu wangu, huyu anahitaji hiki nimsaidie vile, huyu anahitaji hiki nifanye vile kwake. Mungu wetu hivyo. Sikiliza nikwambie mpendo wangu mtazamaji, wakapiga kelele. Wakapiga kelele katika Luka 8, wakaenda wakamwamsha. Wakasema, je, si kitu wewe kwamba sisi tunaangamia? Tunaangamia. Wanapiga kelele, tunaangamia. Wanapiga kelele. Sikiliza nikwambie mpendo wangu mtazamaji, unapoingia katika shida, taabu na msukusuko wa maisha, tunapokuwa katika safari hii, Mungu anashangaa sana. Unatapatapa nini? Unalialia nini? Mungu anashangaa. Yesu anashangaa. Yesu aliwashangaa. Sikia, ulikuwa ni siku hiyo hiyo, wala sio jana yake, wala si wiki iliyokuwa imepita. Siku hiyo hiyo, ndani ya masaa tu machache, alikuwa amewaambia na tuvuke tuende ng'ambo. Kama vile Bwana Mungu amesema anatupeleka mbinguni. Ndilo tumaini letu lenye baraka. Hata kuja na unyakuo, hatutawatangulia waliolala katika Bwana. Kama unampendwa ambaye amelala katika Bwana Yesu, parapanda lake hatumtangulii, atafufuka kwanza, atajiunga na wale ambao wanamcha Mungu, wale waliokoka, walioosha nguo zao, ni watakatifu, waliosha maisha yao, kwa maana ya maisha yao wako safi, si walevi, si washarati, si wazinzi, si wala rushwa, si watukanaji, si wenye kiburi, hao watapaa pamoja na Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo haji kuchukua watu kila mtu ndani ya kanisa. Si kweli. Yeye ni mtakatifu, anakuja kuchukua wale watakatifu aenda kae nao milele. Anasema, basi mimi nikienda na naenda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili mimi mahali nilipo na ninyi mpate kuwepo huko. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Nilikuwa ninazungumza habari ya hawa watu wanafunzi wa Yesu katika Luka 8, ambao aliwaambia ya kwamba tuvuke tuende ng'ambo, na tunavuka tunakwenda ng'ambo. Lakini chombo kilipofika katikati, kikaanza kusukwa, kikapigwa huko na huko, upepo, dhoruba. Na nikasema ziko hata sasa dhoruba, upepo unakupata wa maisha. Umemaliza chuo kikuu, unashangaa hujapata ajira. Pendo wangu mtazamaji, unampenda Bwana, usije ukarudi nyuma. Ni upepo unapita kama ulivyopitia wa ndugu zetu, lakini Yesu yupo anakuangalia sana. Wakati usijua atakuletea kazi sana, wakati usijua atakwambia fanya hiki, unaweza upate mtaji ukaanza shughuli. Ndivyo atakavyofanya katika jina la Yesu. Ndio inayosukwa
Yesu atokee akapate kurekebisha familia ambayo haina maelewano, watoto hawaeleweki, hivyo biashara inakufa. Ni upepo, ni dhoruba, lakini Bwana atatokea na atafanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema kutokea kwake ni yakini. Biblia inasema kutokea kwa Yesu, kwa Mungu, kutokea kwa Bwana wetu wa majeshi ni yakini kama mvua za vuli. Mvua za vuli hazitandi mawingu. Unashangaa ni jua, ni wakati wa jua, ndani ya dakika sufuri mvua imenyesha. Ndivyo Bwana wetu anavyoweza kukutokea akakubariki. Biblia inasema na wainua wanyonge na kuwaweka, kuwaondoa mavumbini na kuwaweka kukaa na kuketi mezani pa wakubwa. Mungu anaweza kukuinua, Mungu anaweza kukusaidia bila kufikiri, bila kujua. Ndio Mungu wetu huyo, ni Mungu wa kushangaza, ni Mungu wa ajabu. Akawashangaza wale watu, wanapiga kelele, wanasema tunakufa. Na mimi ninasema zilikuwa ni saa chache tangu alipokuwa ameachana nao. Hivi nikuulize swali mtazamaji, ungekuwa wewe au wewe unaofikiriaje au ndugu zetu? Kwa nini wanapiga kelele wanasema tunaangamia, wakati masaa machache aliyopita Yesu anasema tunavuka tunakwenda ng'ambo? Kwa nini? Yesu aliwaambia tunavuka tunakwenda ng'ambo. Wao kwa nini wamejitungia wao wenyewe? Na ni kwa nini wanajitungia? Kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya mashaka, kwa sababu ya wasiwasi. Hilo ndilo shida ulio nayo wewe. Hofu imekuja katika maisha. Unasema nitafanyaje? Mtu wa Mungu utakiwa kuwa na msamiati wa nitafanyaje, kwa sababu yuko mtu ambaye ni caretaker, mtu ambaye anashughulika na mambo yako kwa ajili yako. Ndio maana mahali pengine Yesu mwenyewe akasema, nanyi msipoongoka mkawa kama vitoto vidogo, hamtaingia mbinguni kamwe. Watoto wadogo, miaka 2, miaka 3, miaka 4, ni watoto wanaoaminia sana wazazi wao. Wazazi wao wanaamini 100%, lakini sisi tumekuwa na mashaka juu ya Mungu wetu. Kwa hiyo nilikuwa nakuuliza swali, unaonaje wewe? Kwa nini wanasema tunaangamia? Kwa nini wasishike lile alilosema Yesu, tunavuka tunakwenda ng'ambo? Tunavuka tunakwenda ng'ambo. Achana na hayo ambayo wamekutana nayo. Yapo, yaacha yawepo, acha yaendelee. Naam, acha yaendelee. Lakini bado tunamuona Mungu wetu, maana amesema tunavuka tunakwenda ng'ambo. Lakini wao wamepiga kelele. Unaona? Wanapiga kelele sana tu, sio kidogo. Sana tu. Paka alipoamka katika Luka 8 ile, akafanyaje? Akatuliza dhoruba. Paka Biblia inasema wakamaka. Wakasema ni nani huyu hata upepo na bahari vyamtii? Ni nani huyu hata upepo na bahari? Akasema imani yenu iko wapi? Nisikilize mpendo wangu mtazamaji. Imani yako iko wapi? Mungu anaangalia unaweka imani yako wapi wakati wa dhoruba. Mungu anatazama anataka kuangalia imani yako unaiweka wapi wakati ndoa haina mahusiano mazuri. Mungu aliwauliza imani yenu iko wapi? Mungu anakuuliza imani yako iko wapi wakati shughuli yako ya kibiashara imekufa. Mungu anauliza umeweka imani wapi? Na nisikilize nikwambie, katika hali ya msukusuko na kutapatapa, hawa ndio maana walipiga kelele wakasema tunaangamia. Mimi ninasema Yesu alikuwa hajasema wanaangamia. Yesu alisema tunavuka tunakwenda ng'ambo, na Yesu hajasema mambo yako yataharibika kihivyo. Anasema mimi ni Mungu nitakayekubariki. Anasema nitakubariki kuingia hapo utokapo. Anasema uzao wako nitaubariki. Anasema maongeo. Ndivyo anavyosema. Kwa nini wewe hata kama hali inaonyesha unateketea, kwa nini unasema vinateketea? Kwa nini unasema nimefilisika? Kwa nini unasema acha? Shika neno la Mungu mpendwa. Kamata neno la Mungu mpendwa. Petro angekuwa amekamata lile, asingeona mashaka. Au wale wanafunzi walikuwa wametoka kule ng'ambo, wasingesema tunaangamia. Wasingesema wao wenyewe, nisikilize, wangetiana moyo hata kama kuna upepo wa mbisho, hata kama kuna msukosuko,
hata kama chombo kinapinduka, kinakwenda hivi, kinakwenda kule, kinatupwa kule, bado wangejipa moyo wenyewe, wangesema asizimie moyo mtu yeyote hapa, kwa sababu saa chache zilizopita Yesu Kristo aliye Bwana wetu amesema tunavuka kwenda ng'ambo, hatuangamii. Wao ilikuwa ni kinyume, wakasema tunaangamia. Na wewe umesema kinyume na neno la Mungu, umesema kinyume. Ukiugua unasema ninakufa. Mgonjwa wako akipelekwa ICU, lile neno ICU kirefu chake intensive care unit, yani kule ni kwamba huyo mgonjwa anatakiwa aangaliwe uangalizi wa hali ya juu sana, na mtu yeyote asingie kule kwanza kwa sababu hajitambui. Amepelekwa ICU, ukitoka kule mashaka, hofu, imani kutindika, unasema sijui. Na ni mtu wa Mungu wewe, unajua wewe ni Mungu, ni sura ya Mungu, wewe unamcha Mungu, na unakuja unasema sijui kama kutakucha, sijui kama kesho itafika. Wewe unazungumza namna hiyo, wakati Mungu anasema mimi ni Mungu nikuponyaye. Kwa hiyo hatutakiwi kuangalia hali, hatutakiwi kuangalia mazingira yanayotuzunguka. Usikubali kuhubiriwa na mazingira yanayokuzunguka. Usikubali kuhubiriwa na hali inayokuzunguka. Usikubali. Wewe kataa, nenda kinyume. Ndio maana siku moja Yesu alisema, kama mkiwa na imani kiasi cha kuambia mlima huu ng'oka, kuambia mlima ng'oka, kutamka, kukiri. Anasema atakayewaambia mlima huu, Marko 23 mstari, Marko 11 mstari wa 23 na 24, Marko 11 mstari wa 23 na 24, anasema nanyi mkiwaambia mlima huu, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, wala sione mashaka, bali amini ya kwamba kile alichokitamka kimetokea, nacho kitakuwa chake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Sasa nisikilize habari ya Petro. Petro amekuwa wa kwanza, akasema kama ni wewe Yesu niambie nije. Na kweli Yesu akasema njoo Petro, hakuna tatizo. Ametoka ndani ya mashua, amewacha wengine wako kule wamegwaya, wamejawa nao na mashaka. Alipokwenda kwanza lile peke yake kusema kama ni wewe Yesu, nisikilize ile tunikuonyesha mashaka. Kwa sababu Petro, Yakobo na Yohana walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatembea siku zote alipo Yesu. Petro, Yakobo, Yohana wapo. Siku moja amepeleka mlimani, baada siku wameenda mlimani kule, wakatoka na Elia na Musa. Petro, Yakobo, Yohana wapo. Inakuwaje? Nisikilize mtazamaji wangu, inakuwaje Petro anauliza swali, kama ni wewe Yesu niamuru nije? Tungetarajia kwa sababu huyu mtu yuko pamoja na Yesu siku zote, sauti ya Yesu anaitambua. Hata kama kuna giza, maana ilikuwa ni wakati wa zamu ya 4 kati ya saa 9 mpaka saa 12 ni alfajiri, lakini bado mtu ambaye unaye siku zote, kiwili chake unakijua, sauti yake unaijua, unaweza ukajua ni yeye. Kwa nini Petro anauliza kama ni wewe niamuru nije? Mashaka. Katika Yakobo anasema tuombe tutapata, lakini kama mtu akiomba kiwa na mashaka, asidhani ya kwamba atapata chochote kwa Mungu. Yesu akasema ni sawasawa na bahari. Huyo mtu anafananishwa na wimbi katika bahari. Upepo ukija linatupwa kule, upepo ukija linatupwa kule, upepo likija linatupwa kule. Mtu mwenye mashaka sifikiri wala sidhani wala sitarajie atapokea kitu kwa Yesu. Inawezekana ndio maana magonjwa ulionayo yasiyopona, pamoja na watumishi wengi wamekuwekea mikono sana. Inawezekana ndio maana umehama makanisa, umehama la kwako, umeenda na kule, umeenda na wapi. Umeona mahali ambapo wanatumia jina la Yesu? Hapana, umeenda mahali wanatumia visaidizi. Yesu akasema kwa jina langu watumishi wangu wataweka mikono, au waamini wataweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Wameweka mikono juu yako? Hapana. Sababu gani? Mashaka, bado uponyaji haujaja. Ukasema hebu niende kule, maana wale nao wamekuja na staili mpya kule,
wanatumia hiki vinaitwa visaidizi. Inakuingia kwamba inaweza umetapatapa ni sababu ya mashaka. Shida zako kila mchungaji amezifahamu. Mchungaji wako mwenyewe wakati fulani mwambie shida ulionayo, unaweza kumwambia mchungaji mwingine tu kule. Unategemea utapata nini? Sasa mimi nasema Petro alikuwa katika lugha ya kigeni wanasema ni inner circles, one of inner circles. Yani watu walio karibu na Yesu, watu walio karibu na Yesu. Yeye pamoja na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, hao walikuwa wanatembea na Yesu, yuko pamoja na Yesu. Kwa hiyo Yesu, hata wewe ambaye mtazamaji wangu umefululiza sana kunisikiliza ninapokuwa nikifundisha katika televisheni hii, hata kabla labda hata kama ungekuwa hujafungua televisheni unione kama unavyoniona mbashara, uko uwezekano ukisikia sauti utasema huyo ni mchungaji Chubu anafundisha. Sauti kwa sababu nini? Nimeongea kiasi kwamba unatambua sauti yangu. Ndivyo ilivyo tu. Kwa nini? Yeye anauliza. Mashaka yalikuwa yamemgubika, mashaka yalimvaa. Unaona? Lakini pia Petro, sikiza nikwambie, Petro ndugu zangu, yeye kuna wakati fulani ambapo wakati Yesu alikuwa ameenda Kaisaria Filipi. Maandiko yako katika Mathayo 16:13 mpaka 16 tena. Yesu alikuwa ameenda Kaisaria Filipi. Biblia inazungumza ya kwamba ndipo akauliza, hivi watu wananizungumza mimi kama nani? Hao wengine wakasema wewe wanasema ni Elia, wengine wanasema si Yohana, wengine sio wanasema nani. Yesu akataka kujua wanafunzi wake na Petro yumo. Nisikilize, nao wanamjua yeye kama nani. Petro akasema wewe ni mwana wa Mungu. Kwa kifupi, wewe ni mwana wa Mungu. Yesu akasema heri wewe Simoni Barayona. Petro ni Simoni. Heri wewe. Kwa sababu gani? Sio mwili wala si akili zako wala si, isipokuwa utambuzi huo ni sababu ya umefunuliwa, ni mafunuo uliopewa na Bwana. Mimi nauliza katika siku ile ya msukosuko katikati ya bahari ya Genezareti, bahari ya Tiberia, bahari hiyo ya Galilaya, mafunuo yale kwa nini yasije? Kwa nini tena sifunuliwe? Ni kwa nini? Ndugu zangu, ukiruhusu mashaka, ukiruhusu kutokuamini, uwepo wa Mungu unaondoka, hakuna unachoweza kupokea. Mungu anataka moyo ulio wazi, ili upate kupokea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa jambo ambalo lilisababisha nilo mashaka yapo, lakini tungetarajia kwa jinsi yeye alivyokuwa pamoja na Yesu, yani kwa maana alivyokuwa karibu na Yesu, tungetarajia kwamba anaitambua sauti ya Yesu, anaifahamu sauti ya Yesu. Hakutakiwa kuuliza swali kwamba kama ni wewe Yesu niamuru nije. Mtu naye siku zote sauti yake waijua, unatambua. Lakini nimesema ni yale mashaka na nguvu ya jaribu lile. Maana wamepigwa kweli. Wamepigwa msuko, chombo kinakwenda huko, kinapigwa kule, kinasukumwa kule, kinakwenda kule. Biblia inasema upepo wa mbisho. Na huo upepo wa mbisho ndio unaokusukuma hata wewe sasa umepoteza tumaini, umepoteza imani, umepoteza mwelekeo. Ni upepo wa mbisho, unasahau Yesu yuko. Unasahau sauti ya Yesu, kwa maana neno la Mungu umelisahau. Hutambui kwamba nina Mungu, nina Baba asiyeshindwa kamwe. Huwa mnaimba nina Baba yangu asiyeshindwa kamwe, nina Baba yangu asiyeshindwa kamwe, nina Baba yangu asiyeshindwa kamwe. Pamoja na maneno hayo, lakini wakati wa upepo wa mbisho kuna watu wanaenda kwa viganga wa vienyeji. Wapo watu wanaoenda kwa waganga wenyeji. Wapo watu wanavunja ndoa, wanasema siwezi kuishi na mwanamume huyu tena, siwezi kuishi na mwanamke huyu tena, siwezi kuendelea kusali na kanisa hili tena. Tulia wakati wa shida na tabu, tulia umngoje Bwana. Biblia inasema mngojao Bwana hawatatahayarika. Maana yake kutahayarika ni kuaibika. Hawatatahayarika, hutatahayarika. Utasimama
Utasimama, anasema ni kama mlima Sayuni hautikisiki, hata tetemeko likija milima mingine itatikisika na mawe yataanguka huko mabondeni, lakini mlima Sayuni, mlima wa Bwana utasimama. Mtu wa Mungu atasimama, mtu wa Mungu atadumu, harudi nyuma. Jaribu likija asubuhi mpaka jioni, kuwe mvua kunyeshe kusinyeshe, atasimama. Ameolewa hajaolewa, atasimama. Ana kazi hajapata kazi, atasimama. Biashara imekufa haijafa, atasimama. Mkumbuke Ayubu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mkumbuke. Jambo lingine lilompata nani Petro ni alitoa jicho lake kwa Yesu akaangalia upepo. Alitoa jicho lake kwa Yesu akaangalia upepo. Unapopata shida, ewe mtazamaji, jicho lako unaliweka wapi? Sikio lako unalipeleka wapi? Alitoa jicho lake na sikio lake. Sikio akawa anasikia nini? Bado upepo wa mbisho. Jicho nara kaliondoka kwa huyo Yesu anayemwambia njoo. Akaona upepo ndio unavuma bado. Kwa nini asizame? Kwa nini wewe ukiondoa jicho kwa Yesu usizame? Na umezama. Ndio mashaka hayo. Ndio uelewi. Na wengi kwa sababu ya hii ndugu zangu wameacha hata Mungu. Wamesema kuokoka hakufanya namna gani? Na wamekuwa na mashaka kiasi cha Bwana labda huenda Mungu hayupo. Mungu yupo, na usipomwamini wewe, Biblia inasema kwamba yeye atadumu ni wa kuaminiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Oh haleluya. Anabaki wa kuaminiwa tu. Madamu wewe unayenitazama unatoa jicho lako kwa Yesu, unaangalia ugonjwa, lazima kufa utakufa. Kini mimi nasema usife katika jina la Yesu. Anza leo, inuka leo, mtazame Yesu, muamini Yesu, mkimbilie Yesu. Madamu Petro alisikiliza upepo, sikio lake liko. Je, wewe mama, baba unayeniangalia, kijana wa kike na wa kiume, na imani akaitoa. Ndio maana akasema imani yenu umeiweka wapi? Iko wapi? Aliuliza. Nami nasema, unaona nini ndoa yako inapoharibika? Unaona nini mama? Unaona nini watoto wako wakiharibika? Unaona nini mahusiano yanapokufa? Unaona nini unapotafuta kazi hupati mafanikio? Unaona nini? Unaona nini? Unaona nini biashara yako inapodorora? Unaona nini? Unaona nini unapokosa kuolewa? Unaona nini? Petro aliona upepo, hakumuona Yesu tena. Ndio maana nauliza, kama ni wewe nite na mimi nitembee juu ya bahari. Unaona nini? Kitu cha msingi lazima tumuone Yesu, kwamba yeye ndio mtawala pekee wa maisha yetu, na wala hatufanyi hivyo kwa sababu ya nguvu na uwezo na ujuzi. Hapana, si kwa nguvu zangu. Petro anasema naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Katika yeye anitiaye nguvu yote yanawezekana. Yanawezekana, haijalishi. Ndio maana nirejelea kwa kumaliza kisa cha yule Hana, mke wake Elikana. Hakuacha majaribu alikuwa nayo kama ulionayo, na pengine yalizidi kama hayo, lakini hakuacha ibada. Mbona wewe umeacha ibada? Leo ni siku ya Jumamosi, kesho nenda ibadani. Nenda ibadani, maabudu Mungu. Usiendelee kulala nyumbani ukasema nitaendelea tu kusikiliza television, kuangalia television na kusikiliza radio. Chukua hatua, nenda kanisani. Nenda na sadaka iliyo nzuri ya kumshukuru Mungu. Biblia inasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Hayo yaliyokupata, unaona, ukienda na imani ya kwamba Mungu atanivusha katika bahari ya Genezareti, Tiberia, Galilaya, bahari yenye msukosuko, mashaka na hofu, na sadaka kumshukuru Mungu, iko nguvu nyuma ya kila sadaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alijitoa kama sadaka ili tupate ukombolewa. Ukombozi ulikuja. Anasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Maana yake ni nini? Yesu msalabani pale alijitoa sadaka. Yesu msalabani pale alikuwa anajitoa sadaka. Kwa hiyo anasema neno la msalaba, Paulo akiwaandikia Wakorinto, neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Wayunani walikuwa hivyo, waliona ni upuuzi. Mtu mwema, mtu wa haki kufa kwa ajili ya wazinzi na nini, wakamwona ni upuuzi, kumbe wanapotea. Paulo akiwaandikia Wakorinto anasema hilo neno la msalaba, Yesu alivyojitoa sadaka msalabani kwa ajili yetu, kwa wengine ni upuuzi, lakini sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwamba sadaka Yesu alijitoa msalabani kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako wewe, kwa ajili yako mama, kwa ajili yako baba, hata kama ni upuuzi kwa wengine, sadaka ile ina nguvu. Imenifanya niache uizi, imenifanya niache ufisadi,
imekufanya wewe, inawezekana uache, ulikuwa mchawi, imekugeuza, umebadilika, tumebadilika. Ndio maana ya neno lile linasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya, yanakuwa mapya. Ulikuwa muuaji, hui tena. Ndio maana hata Petro wakati fulani alipoenda Yerusalemu, Paulo walimshangaa, wakamkimbia wanafunzi. Mungu akamwagizia Barnaba. Barnaba akasema, jamani, huyu mtu sivyo alivyo tena kama zamani. Leo kimekuwa chombo. Maana nini? Amebadilika, amebadilishwa na yule Mungu, amebadilika. Na wewe Mungu akubadilishe katika jina la Yesu. Haleluya. Asante sana mpendwa wangu mtazamaji wa Sibuka Television kwa kipindi hiki cha Misingi ya Imani. Mimi ni mtumishi wa Mungu, naitwa mchungaji Chubwa Vitusi, mchungaji wa kanisa la AGT Sinza. Nilikuwa na somo safari ya kwenda mbinguni. Safari ya kiroho ni kama au imefanana na safari ya kuvuka ziwa Genesareti. Nikasema ziwa Genesareti ndio hiyo bahari ya Tiberia. Tunaposoma katika Yohana 21:1, na imeitwa bahari ya Tiberia kwa sababu ya ilijengwa na Herode Antipa, akaipa jina la heshima ya Kaisari wa Rumi aliyekuwa anaitwa Tiberius. Lakini inaitwa bahari ya Galilaya kwa sababu iko katikati ya mji wa Galilaya. Lakini zamani nimesema ilikuwa inaitwa Kinerethi katika Hesabu 34:11, na katika Yoshua 13:27 iliitwa Kinerethi kwa sababu imefanana na kinubi, chombo cha muziki, ala ya muziki. Lile ziwa lilivyo liko kama chombo cha ambalo Kiebrania ni kinar. Kwa hiyo wenzetu wakasema Kinereth, hilo ziwa kalita Kinerethi. Sasa Mungu akusaidie sana unapopitia msukosuko katika safari hii. Usiwe kama wale wana wa Israeli wakasema bora turudi nyuma. Pana, dumu, songa mbele, endelea, na Bwana wetu wa majeshi atakusaidia. Asante sana. Naomba tena basi, kwa kuwa tumeanza na maombi, tumalize na kumshukuru Mungu wetu tena, na Mungu akubariki. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa sababu ya wakati mzuri ambao Mungu umenipa neema nikasimama mbele ya watu waliumbwa kwa sura yako. Siku zote nimekuambia ni wa thamani Bwana, maana hakuna mtu aliyeumbwa na shetani. Shetani ametuiba, ametunyang'anya, ametuondoa kwako. Hawa ni watu wa thamani. Mungu umewajalia, mimi umenijalia zaidi kusema haya niliyoyasema. Na Bwana, ili neno likawe mbegu iliyoanguka kwenye udongo, na ule udongo ulikuwa mzuri, kazaa mbegu 1 kwa 100. Jina lako likahimidiwe Bwana. Wanapokuwa katika shida, taabu, msukosuko, waelewe ni sawa na wako katika chombo chenye upepo wa mbisho, kinasukwa, lakini wewe hujawaacha, kama ulivyowatokea Bwana kina Petro na wanafunzi wengine wakati wa zamu ya 4, kwa maana ya saa 9 katikati hapa mpaka saa 12 asubuhi. Huyu naye anayenitazama Bwana, na wasikilizaji wangu kupitia radio, Mungu wa mbinguni, niombe neema yako ya kwamba iwe zamu yao, ukawajirie, watafika salama. Tukiwa na wewe tutafika salama. Tusipige kelele kama walivyopiga kelele wenzetu wakasema tunaangamia. Bwana, mbona tunaangamia? Wewe ulikuwa umesema wanaangamia, ulisema na twende tuvuke mpaka ngambo. Wewe ulikuwa umesema twende tuvuke mpaka ngambo. Maana yake ni nini? Nasi tupate kutii kile ulichosema na kukiamini na kukitendea haki kwa jina lako takatifu. Ni kama ulivyowaambia wana wa Israeli, unawapeleka katika ile nchi ya Kanaani, lakini walipoona majaribu wakasema ile nchi hatuwezi kwenda, ina watu wanakula watu. Kumbe wewe Bwana ulijua kuna watu wanakula, lakini uliwaambia unawapeleka, na kwao wakienda kule sio kama wataliwa. Hapana, ulisema kuna maziwa, kuna sari, kuna baraka, ndizo ulizotuitia Bwana. Asante Mungu kwa tumaini lenye baraka tulilo nalo Mungu, katika jina lako takatifu. Kwa wabariki watu hawa, amen. Mungu awabariki watazamaji wangu wapendwa. Shalom, shalom. Naitwa mchungaji Chubwa kutoka Sinza, kanisa la AGT. Amen.
AGT. Sibuka TV.